maarufu wa Mumbai anaishi maisha ya kawaida pamoja na mke wake Usha, mwanao mkubwa Vijay na watoto wawili mapacha wachanga. Uaminifu wake unamfanya akutane na Bashir Ahmed, mwizi ambaye anajaa majuto na kuamua kukiri kwamba aliiba rupia laki 10. Bashir anakabidhi fedha hizo kwa Vishwanath na kuisalimisha. Hata hivyo, kitendo hicho cha kutubu kinaharibiwa na Inspekta msaidizi Teja, afisa fisadi mwenye tamaa ya utajiri. Teja anaamua Vishwanath kwa damu baridi, kisha anamsingizia Bashir kwa mauaji hayo na kuanza kupanga njama za kunyamazisha familia ya Vishwanath. Katika vurugu zinazofuata, Usha anakimbia pamoja na watoto wake watatu na Bashir. Wakati wa kutoroka kwa haraka, mmoja wa mapacha akiwa na makali anafariki dunia, huku mwingine akiwa amelala kutokana na mshtuko na mkanganyiko. Usha anashindwa kutofautisha watoto hao, unajua ati mapacha hufanana. Basi anamtupa mtoto aliye hai mtoni. Baadaye anatambua kosa lake, lakini tayari alikuwa kachelewa mno. Anaamua mtoto huyo amekufa baada ya kutoweka katika maji. Teja anashambulia tena na kutenganisha Vijay na mama yake. Hatimaye Usha anabaki na mtoto mmoja tu mchanga, bila kujua kwamba pacha mwingine bado yuko hai. Miaka inapita. Teja anakuwa tajiri na mwenye nguvu katika ulimwengu wa uhalifu, huku akiendesha biashara mbalimbali haramu, ikiwemo mtandao mkubwa wa biashara ya figo. Vijay ambaye amekulia peke yake anakuwa mfanya biashara mkubwa mwenye maadili, anapigania haki kwa kutumia sheria. Mapambano yake dhidi ya uhalifu yanampatanisha moja kwa moja na Teja pale anapoamua kufuatilia kesi ya rafiki yake wa karibu Dr. Prem. Prem alikuwa amefichua biashara ya figo ya Teja, lakini siku ya harusi yake anauawa kwa kupigwa risasi na Jogindar, mwana katili wa Teja. Kabla kufa, Prem anamtaja Jogindar ndiye muuaji wake. Hata hivyo, Teja anatumia ushawishi wake kupitia jaji kuharibu kesi hiyo. Badala ya Jogindar kufutiwa hatiani, kijana yatima aitwaye Ravi anasingizwa kuwa ndio muuaji. Bila mtu kujua, Ravi ndiye mtoto aliyepotea Usha, yule pacha ambaye alitupa mtoni kimakosa na baadaye akaaminika kuwa amekufa. Wakati huo Vijay anakutana mara kwa mara na Meena, mwizi wa mfukoni na mwenye tabia ya uchangamfu. Kilichoanza kama mgongano na kero kinageuka kuwa mapenzi. Kupitia Meena, Vijay hatimaye anaunganishwa tena na mama yake Usha baada ya miaka mingi ya kutengana. Teja anapoona familia hiyo inaanza kuungana tena, anapata hofu na kumtengenezea Vijay kesi za uongo zinazompelekea gerezani. Wakati huo Vikram, kijana mwenye ujanja wa mtaani, anaajiriwa na Teja ili kumwondoa Vijay, lakini baadaye inafichuliwa kwamba Vikram kwa kweli ni Ashwin Kumar, afisa wa siri wa CBI. CBI inamaanisha Central Bureau of Investigation. Central Bureau of Investigation, aliyekuwa akichunguza mtandao wa Teja. Ashwin anampenda Shraddha, mjane wa Prem, na kuapa kulipiza kisasi kwa mauaji ya mume wake. Hapa Teja kaenda kumpa kesi mtu ambaye ni adui yake bila mwenye kujijua. Kadri ukweli unavyoanza kujitokeza, Bashir anaachiwa kutoka gerezani baada ya miaka mingi ya kufungwa kimakosa. Na yeye anajaribu kufichua uhalifu wa Teja, lakini polisi unamnyamazisha. Hata hivyo, anafanikiwa kuungana tena na Usha, na kupitia yeye Ashwin na Vijay wanapata taarifa zaidi kuhusu historia ndefu ya uhalifu wa Teja. Ravi ambaye bado anaishi kama yatima anaangukia katika mapenzi na msichana aitwaye Usha, mjukuu wa Dinanath, mshirika mwaminifu wa Vijay. Katika mabadiliko ya kusimua Usha, mama anamtambua Ravi ndiye mwanawe aliyepotea miaka mingi iliyopita. Akiogopa kufichuliwa, Teja anawateka nyara Bashir na Usha, kisha anamshawishi Ravi kwa vitisho
akiri kwa uongo kwamba yeye ndiye jogidari. Kutokana na hilo, Ravi anahukumiwa kimakosa na anahukumiwa kifo. Wakati huo jogidari anaamua Jaji Rastogi kabla ya kufa. Jaji Rastogi anakiri ukweli wote na kufichua njama za Teja. Kutokana na ushahidi huo, Ravi anasafishwa na kuondolewa mashtaka yote. Hatimaye vijana hao watatu, Vijay, Ravi na Ashwin, wanaungana ili kukabiliana na Teja na Jogidar katika pambano la mwisho la kuangamiza himaya ya uhalifu na kuleta haki kwa wote walioteseka kutokana na maovu yao. Na filamu inaitwa Sone Pe Suhaga, iliyotoka mwaka 1988. Ndani wamo Nutan aliigiza kama Usha, Dharmendra aliigiza kama afisa CBI Ashwin Kumar au Vikram Dada, Jitendra aliigiza kama Vijay, Anil Kapoor aliigiza kama Ravi. Pia wamo Sudev, Poonam Vilan, Kader Khan, Parish Rawal, Anupam Kher, Shakti Kapoor, Nirupa Roy na wengineo.